toka jana tulikuwa naye na mpaka muda huu wa mchana ninavyozungumza ameachiwa kwa dhamana na atatakiwa kuripoti kwenye kituo cha polisi tarehe 21 kwa taratibu nyingine za kisheria ambazo zinaendelea. Hiyo ni sauti inayothibitisha rasmi kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikitembea katika mitandao ya kijamii ya kwamba afisa habari na mawasiliano wa kikosi cha Young Africans Bwana Ali Shabani Kamwe ameweza kuachiwa huru, lakini ameachiwa huru kwa dhamana kama ambavyo umeweza kumsikiliza RPC wa mkoa wa Tabora Richard Ambwao. Steven Mapunda. Yes. Umesikia vizuri RPC? Ya, mimi nimemsikia. Umemuelewa. Unajua kuna kusikiliza na kuelewa. Umemsikia na umemuelewa kwa pamoja. Ya, nimemsikia vizuri kabisa. Akitolea ufafanuzi kuhusiana na kuachiwa kwa afisa habari na mawasiliano wa kikosi cha Young Africans ambaye leo asubuhi taarifa zilikuja kwamba aliweza kushikiliwa na jeshi la polisi kutokana na kumtolea maneno yasiyofaa au maneno machafu mkuu wa mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Paulo Chacha. Na jana zilikuwepo picha kama uliziona, baadhi ya video ambazo zilikuwa zinaonyesha watu hawa kusalimiana, wanakuambia usiamini vicheko. Baadaye ndo zinakuja taarifa kama hizi kwamba afisa habari ameweza kushikiliwa na jeshi la polisi kutokana na maneno yale. Pengine tulitazame tukio hili Steven toka liliweza kuanza mpaka kuachiwa kwa afisa habari, na kwa mujibu wa taarifa kama umeweza kusikiliza vizuri ni kwamba tarehe 21 anahitajika kwenye kituo cha polisi kwa sababu ameachiwa kwa dhamana. Steven. Yes, ukiangalia upande wa Shabani Kamwe na sakata lake mpaka inakuja kutokea hivi, engo ambayo serikali kama serikali iweza kuchukua, kwanza wametumia busara ya hali ya juu, kwa sababu maneno ambayo alikuwa ameyatoa Ali Shabani Kamwe ni siku moja kuelekea siku ya mchezo. Kwa hiyo kuna hekima iliweza kutumika, endapo angeweza kumshikilia kabla ya mchezo, basi huenda ingeweza kuharibu taswira ya mchezo na huenda kusingekuwa na amani. Kwa hiyo serikali kama serikali imeweza kutumia busara kuweza kuacha mchezo uweze kupita kwanza, alafu baada hapo aanze kushughulika na kile ambacho kimetokea. Hiyo ni katika eneo la kwanza ambalo serikali iliweza kutumia hekima ya hali ya juu. Lakini eneo la pili, serikali inajaribu kuweza kutunza heshima ya watumishi wake, lakini pia kutunza heshima ya viongozi wa kiserikali na taswira yao isiweze kuharibiwa, kwa sababu yes, of course ni jambo limetokea katika michezo. Hili ni swala la kimichezo, alihusiana na masuala ya kisiasa, lakini still bado viongozi wa kiserikali wamekuwa na mchango mkubwa sana katika mpira wetu, na kumekuwa na interaction nyingi za viongozi wa serikali pamoja na mpira wetu. Kwa hiyo the way unavyoweza kumaddress kiongozi isiwe kama unavyoweza kumaddress mtu mwingine wa kawaida. Kumekuwa na hoja nyingi sana, watu wakiwa wanasema kwamba yeye alikuja kama shabiki wa mpira na alizungumza kama shabiki wa mpira na amejibiwa kama shabiki wa mpira. Sasa unajua hivi vitu huwa vinaenda, wakati mwingine lazima uje kuangalia pia na nafasi ya mtu aliyokuwa nayo. Nitarejea nyuma kidogo, hayati Dr. John Joseph Magufuli aliwahi kwenda kuangalia mechi ya Simba na kabidhiwa kombe ya ligi kuu, mechi kati ya Kagera Sugar dhidi ya Simba Sports Club, mechi ambayo Arnold Okwi anakosa penalti mbele ya Juma Kaseja akiwa golini. Katika hotuba ya Mheshimiwa Rais aliwahi kusema kwamba kwa mpira huu mnaocheza tusitegemee kuweza kutuletea kombe la Afrika. Leo Simba wametobolewa tundu. Ulishasikia kauli? Na ilikuwa ni kauli ambayo ina utani mwingi sana, lakini aliyezungumza ni nani? Ni rais wa nchi. Lakini kwa kauli ile ambayo alikuwa ameisema ilishia tu kuishia pale. Mtu amiri jeshi mkuu ameongea hivi, ikabaki tu kuwa utani kati ya Simba na Yanga. Paka kuna kipindi Simba akawa anaitwa Tundu FC. Lakini hizi huwa tunaitaga misimu katika makuzi ya roha, kwamba kuna kipindi zinakuja na zinapotea. Sasa hivi naona hii Tundu FC imepotea kabisa, lakini ni kauli ambayo ilikuwa imetoka kwa Mheshimiwa Rais. Lakini pia rejea pia miaka mingine iliyopita nyuma kabisa, mwaka 93 Simba aliwahi kucheza kombe la Biola kama unalikumbuka, ambalo paka leo hii Simba alicheza finali shirikisho, lakini ni kombe la Biola. Simba aliweza kupoteza kombe lile la Biola hapa uwanja wa Taifa. Aliweza kufungwa na timu kutokea kule nchini Ethiopia. Alipokuwa amefungwa, katika hotuba ya Mheshimiwa Rais kipindi hicho alikuwa hayati
Ali Hassan Mwinyi aliweza kusema kwamba ama kweli Tanzania ni kichwa cha mwenda wazimu. Okay. Huyu ni rais wa nchi. Huyu ni kiongozi wa kisiasa. Lakini katika mpira wetu alidiriki kusema kwamba Tanzania ni kichwa cha mwenda wazimu. Lakini hiyo pia imekuwa ni kauli ambayo inajirudia sana, na nakumbuka hayati Ali Hassan Mwinyi aliwahi kutengua hiyo kauli. Jamani, ngoja nitengue kauli kwa sababu huenda nilivyosema basi tumekuwa inaonekana kama ni kauli mbaya. Kama imekuwa kichwa cha mwendo wazimu kweli. Kwa hiyo kuna wakati ambao viongozi wetu wa kisiasa wanaweza wakaingia katika mpira wetu, wakayazungumza ambao wanaweza kuyazungumza, na sisi tunapotoka kwa jamii, the way tunavyoenda kuyajibu yale kwa maana viongozi wa mpira, viongozi wa serikali, okay, wanapotoka kuzungumza kuhusu tasnia ya mpira wetu, na sisi wenye dhamana ya kuzungumza katika mpira wetu, lazima tuzungumze kwa star. Lazima kuna baadhi ya vitu tuviache, tusizungumze tukamaliza maneno. Hiki ambacho serikali ambacho wamekifanya ni hekima ya hali ya juu katika kuwafundisha watu kuhusu mpira wetu, kuhusu kuzungumza, how to speak to the public. Yani hiki ndio kitu ambacho serikali imeweza kusimama kwamba wewe una dhamana ya kuzungumzia taasisi, lakini unapokuwa unasimama kuzungumzia taasisi, basi kuna baadhi ya maeneo lazima uweze kuweka break ya kuzungumza. Na kwenye lugha yetu sisi namna ya kuzungumza, kuna kitu kinaitwa hashamkumsi matusi. Ukitaka kusema neno lolote ambalo unahisi hili linakwenda kutweza upande mwingine, au linakwenda kuonyesha udogo wa sehemu nyingine, lazima utangulize hili neno hashamkumsi matusi, either kwa kunukuu au kwa kusema. Ukitumia lugha hii, okay, mtu ambaye anakusikiliza anakuchukua kama sehemu ya wewe umeweza kuweka star kwa kile ambacho unakisema. Steven, mimi kidogo nikustopishe. Ni kwamba mpaka sasa hivi kwa namna ambavyo nimeweza kusikiliza ni kama unavutia upande wa mkuu wa mkoa. Unahisi kwamba alichokifanya kilichofanyika kwa mkuu wa mkoa sio jambo sahihi sana. Ni kwamba alichozungumza mkuu wa mkoa kina makosa, lakini pia alichozungumza Alikamwe kina makosa. Kati ya hawa watu wawili ni kwamba Alikamwe alienda mbali zaidi kuliko mkuu wa mkoa yeye alivyokuwa amezungumza. Yes, wewe rejea katika maelezo aliyotoa na kamanda kwamba kwa nini wanamshikilia Alikamwe. Alikamwe wanamshikilia kwa maneno ya kuweza kudharau kiongozi wa mamlaka. Yani maneno ambayo yanakwenda kushusha hadhi ya kiongozi. Okay. Yale maneno yale ndicho ambacho kinamshikilia Alikamwe. Okay. Lakini pia ukizungumzia upande wa mkuu wa mkoa, kitu ambacho alikuwa amekisema kwamba kuna tuhuma za rushwa, labda kuna message zimetoka, ameharibu reputation ya Yanga. Sasa sikiliza kilichotokea hapo. Ukija kisheria, mkuu wa mkoa anakuwa sehemu salama zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mkuu wa mkoa alipokuwa amesema hiyo, alisema katika ujumla wake, hakwenda moja kwa moja kwenye kutaja kwamba viongozi wa Yanga wamefanya 1 2 3. Lakini alisema Steven, lakini alisema najua kuna pesa kidogo mnatumiwa, kwa maana alikuwa anazungumza yale kuelekea mechi ya Yanga na Tabora. Sasa maana alikuwa akwenda jumla kwa Young Africans. Ile tunasema ni direct weight. Lakini alikuwa amewadirect Young Africans. Young Africa ukizungumzia Yanga kama Yanga ilivyo pale, kuna wanachama, kuna viongozi, kuna mashabiki, umeelewa vizuri? Okay. Alafu kuna wale bendera fata upepo, wote wao wanakuwa katika kundi la Yanga. Umeelewa vizuri? Kwa mfano, nitakupa tu mfano mdogo. Kwa nini hata mimi sikuwa sehemu ya kuweza kutetea kauli ya rais wa TFF Wallace Karia aliposema kwamba una viongozi wao wajiuzuru? Kwa nini sikutetea hiyo? Kwa sababu tayari alitaja neno viongozi wao. Kwa maana kwamba alishaweka category katika Yanga kuna watu wanaitwa viongozi. Umeelewa vizuri? Lakini upande wa mkuu wa mkoa, yeye alipokuwa amesema alikuwa amegeneralize. Katika kugeneralize, unajua kwa mfano kama mimi hapa naweza nikawa ni shabiki tu. Mimi ni shabiki tu, nimeamua na kupigia simu wewe, najua wewe labda ni mtumishi katika timu ya Tabora au wewe ni mchezaji wa Tabora. Nikaanza kukueleza kuhusu mechi. Mimi ndani ya Yanga sina cheo chochote. Umeelewa vizuri? Wala sitambulika katika katiba ya Yanga kama mimi ni nani. Lakini nikaja wao nikajitambulisha kama Yanga. Kwa hiyo ina maana mimi mkuu wa mkoa akitoka hadharani, akija akisema kwamba Mapunda
alifanya 1 2 3 na alituma pesa au aliandika message za hivi na hivi, na maana tayari kuna mtu wa kumsuspect na kuweza kumkamata. Steven, mpaka sasa hivi nilivyokuzungumza ni kama haujaona kosa la mkuu wa mkoa. Mpaka sasa hivi. Unajua, ngoja kwanza, umeliona kosa la mkuu wa mkoa? Kosa lake mimi bado sijaliona kosa. Hujaliona kosa la mkuu wa mkoa? Kosa lake bado sijaliona. Ila kosa lipo kwa Alikamwe. Alikamwe, kosa la Alikamwe ni kwenye lugha ambayo alikuwa ameitumia moja kwa moja katika kumhusisha mkuu wa mkoa. Yaani Alikamwe lugha yake Steven, hata yeye mkuu wa mkoa alipokuwa amekaa na wachezaji wa Tabora hawakuwa wanazungumza kuelekea mchezo mwingine tofauti na Young Africans. Na akawaambia kabisa kwamba najua mmeshatumiwa vimeseji, najua mmeshatumiwa vipesa, wakiwatumia mle. Nani ile alizungumza na wachezaji wa Tabora. Sawa, mkuu wa mkoa alipokuwa anasema wametuma vipesa, alituma vipesa, mkuu wa mkoa kwa mujibu wa maelezo yake alimtaja nani? Hakuwataja. Lakini Alikamwe katika maelezo yake ya kuweza kumkashifu ya kuweza kuzungumzia kauli mbaya alitaja nani? Alitaja shati la nani? Steven, tunarudi tena huku kwamba kiongozi wa siasa ni kama vile mkuu wa mkoa ndo amekuwa mchokozi kwa Alikamwe. Mchokozi alimtaja nani? Alitaja jina Alikamwe. Alichokizungumza kilikuwa kinahalalisha rushwa au akihalalishi rushwa? Tusiende huko. Alisema hivi, najua sasa hivi mmeshatumiwa message. Na nani? Si ndio? Na nani? Pamoja na vipesa wakiwatumia mfanyeje? Wametumiwa na nani? Mkiwatumia mle. Kwa maana ya kwamba ndio maana nikakwambia, yanaweza kawa ni maneno ambayo hajawa direct Young Africans, lakini amewalenga Yanga kwa sababu Yanga ndio watu walikuwa wanafuata. Sasa hapo itakiwa Alikamwe atoke naye pia ajibu the way yeye alivyokuwa ameongea yeye, na itakiwa ajibu kwa style hiyo, sio kwa kwenda moja kwa moja kwenye kumdirect yeye kama yeye katika person. Yani yote Alikamwe mimi ningekubali kama Alikamwe angetoka mbele na kuanza kusema katika ujumla wake kama mkuu wa mkoa alipokuwa amezungumza. Kwa mfano umepitia andiko ambalo ameandika Haji Manara. Haji Manara ameandika waraka mrefu sana. Katika maelezo katika maelezo ambayo Haji Manara ameandika, amesema kwamba mimi ni miongoni mwa watu ambao nimefanya kazi hii kwa muda mrefu na kuweza kuzitumikia timu hizi mbili. Katika hizi timu mbili kuna kitu, yani kuna emotion ambayo inakuingia ndani yako. Kuna vitu ambavyo unaweza ukavifanya ambavyo baadaye vinaweza vikawa vinakuletea madhara wewe binafsi. Lakini kwa ajili ya maslahi ya kulinda brand ya hizi timu mbili, naomba uweze kumsamehe kijana wako, kwa sababu huyu ni mnaweza kumuita tu na ukayamaliza haya na ukaweza kufuta. Lakini kwa nini kauli ametoa Haji Manara? Haji Manara akiwa Simba Sports Club amekutana na kashikashi nyingi. Mpaka Jerimuru alivyokuwa mkuu wa wilaya walipishana. Alipokuja kuwa Yanga pia nao amekutana na hiyo kitu. Mpaka Haji Manara aliweza kufungiwa miaka 2. Umeelewa vizuri? Kwa kauli za kuweza kupishana na rais wa shirikisho. Kwa nini mkuu wa mkoa hakuyazungumza haya kabla ya kwenda kucheza naye? Kwa maana ya kwamba labda angecheza na Azam, angekuwa anacheza. Yaani sio kwamba Young Africans ndio timu ya kwanza kwenda kule Tabora kucheza na Tabora United, si ndio? Kwa nini hizi timu zingine zilizokuwa zinakutana na Tabora hakuweza kuyazungumza haya? Akayazungumza wakati anakwenda kucheza na Young Africans. Hata ungelikuwa ni wewe, ungetafsiri ya kwamba anatumaanisha sisi. Haijalishi alisema ya kwamba mimi, haijalishi alisema ya kwamba sijui hakutaja wale watu ambao wanatumatuma vipesa. Tayari mazingira ya kuhalalisha rushwa mkuu wa mkoa aliyatengeneza yeye. Yaani haya aliyojibu Alikamwe kwa mujibu wa maelezo yako na inachanganya na kwangu ni kutokana na kile ambacho mkuu wa mkoa aliweza kufanyaje? Aliweza kukifanyaje? Kukizungumza. Sawa. Sijui tunaelewana vizuri. Mimi nakuelewa. Kwa hiyo naona alichokifanya Alikamwe ni kama kuilinda brand ya organization yake. Labda kwa ambavyo umeelezea wewe kwamba alienda tu direct naye alitakiwa kwenda indirect. Yani yeye alitakiwa atumie lugha ya kidiplomasia kama vile mkuu wa mkoa. Mimi kwamba asingemtaja. Yani kwenye kumhusisha mkuu wa mkoa moja kwa moja kwa sababu ameenda attacking mpaka zile za binafsi kabisa. Shati la ubatizo. Shati lako la ubatizo. Hiyo milioni 60 uliokuwa umeiahidi sisi tunalia wali. Umeelewa vizuri? Yani kwamba direct namzungumzia fulani. Umeelewa vizuri?
Kwa katika hili kisheria na kwa nyadhifa aliyokuwa nayo lazima serikali iweze kuchukua hatua, kwa sababu ikinyamaza hivi atakuja atatokea mtu mwingine tena kwenye Ndondo Cup hapo atafanya jambo kama hilo hapo Steven shikilia. Bwana, mimi naomba niwataje Bat Quality, wauzaji na wasambazaji wa mabati bora kwa sasa nchini Tanzania. Ninaendelea kukusisitiza sana hili kwa sababu hatuijui kesho yetu itaweza kuwaje. Kwa hiyo kama unajenga nyumba, basi watafute Bat Quality upate bati bora, sio kwa ajili yako tu, hata kwa ajili ya wale ambao wanakuja nyuma, nikimaanisha kizazi chako. Steven, nimewataja Bat Quality haraka sana. Tutakuja tuelezee vizuri, japokuwa tunamsisitiza kila siku mtazamaji wa Data Sports kuhusiana na Bat Quality. Tumalizie hii kidogo. Kwa hichi ambacho kimeweza kutokea. Ndio. Turejee na tukio ambalo liliweza kutokea kwa Ahmed Ally na Said Mtanda, right? Ndio. Ni fursa sasa kwa mamlaka husika, nikimaanisha bodi ya ligi pamoja na TFF kuangalia namna gani ambavyo hawa viongozi wa serikali wanakaa pembeni kabisa na mpira wetu. Yaani kama ni issue za motivation wanataka kuzifanya kwenye timu, hasa kuelekea mechi za Simba na Yanga. Maana kikubwa mimi naona ndio kinafanyika hicho, tofauti na Said Mtanda. Said Mtanda amekuwa Pamba, kila timu inayocheza nayo yeye anaweka ahadi ya fedha ambayo inaendelea kwa motivate Pamba. Lakini kwa Tabora mimi nimeona kwa Simba pamoja na Young Africans mzigo milioni 50, kwa Young Africans milioni 60. Kwa kuna haja ya labda kama watakuwa wanataka kufanya hizo motivation zao, kutafuta watu ambao watadeliver message zao ili wao wasionekane kwenye public kwa ajili ya kuondoa hizi mtafaruku kidogo ambao umetokea. Ndio maana baadaye kuna muda tulikuwa tunadiscuss tukasema labda angekuwa afisa habari mwingine wa timu nyingine atumfahamu vizuri, si ndio, labda lingekuta zaidi ya hili. Wewe unaona kuna haja sasa ya kuweka limitation kwa viongozi wa siasa au kuwaondoa kabisa, yani wasijihusishe na masuala ya mpira, tuutenge mpira na siasa kidogo tu? Kutenga mpira na siasa ni sawa na kutenga maji na samaki. Sawa. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa maana ya kwamba kuna maeneo ambayo serikali lazima iingilie mpira wetu. Sawa. Kwa mfano kama maeneo kama ya kimiundombinu, yani haipingiki kwamba viwanja vyetu tunavyotumia, barabara tunazotumia, ulinzi na usalama tunaotegemea, lazima serikali iweze kutia mkono wake. Okay. Hivyo ni vitu ambavyo hatuwezi kuvitenga. Kwa hiyo hata wakina Ally Kamwe, wakina Ahmed Ally walipokwenda katika mikoa kama Tabora, Shinyanga na kadhalika, wakifika kule watategemea miundombinu ambayo inajengwa na serikali. Watatumia ulinzi ambao unawekwa na serikali. Kwa hiyo hauwezi kutenga mpira na serikali, lakini kuna maeneo ambayo serikali haiwezi kuingia, ikiwemo maeneo kama ya kutafsiri sheria za mpira na kanuni za mpira. Hiyo serikali haiwezi kuingia. Lakini inapokuja swala la hamasa, linapokuja swala la kuweza kutengeneza wanasema matangazo ya kibiashara, serikali inaingia hapo. Kwa maana gani? Kwa sababu ujio wa timu kama Yanga, ujio wa timu kama Simba katika mikoa hii ambayo mara chache sana kutokea mtoko kama huu. Mimi nimezungumzia viongozi wa siasa. Yes, ndio viongozi wa siasa hao. Viongozi wa serikali katika maeneo kama hayo kwa kuweza kufanya marketing ni kitu ambacho hakiepukiki. Labda kitu ambacho tunaweza tukakishauri kisiwe kinatokea kwa viongozi wa serikali kujihusisha moja kwa moja katika hamasa ambayo inaweza ikalenga kuchafua taswira ya taasisi nyingine. Hiyo kitu tungeomba viongozi wa serikali waweze kuepukana nacho. Kwa mfano utakapokuwa unazungumzia agenda ambazo zinakwenda kuharibu image, kwa sababu watu wengi wanalalamika GSM amedhamini timu nyingi. Watu wengi wanalalamika kwamba Dar es Salaam Young Africa inashinda kwa sababu ya kufanya mipango nje ya uwanja. Alafu kiongozi mkubwa unapotoka na kuzungumzia rushwa, umeigeneralize, lakini Yanga ndio inahusika kwenye kucheza. Unapozungumzia rushwa, hiyo inaamsha hisia upande wa pili. Umeelewa vizuri? Kwa viongozi katika hili waweze kujiepusha. Lakini hii haiondoi kosa la how to speak kwa Ally Kamwe. Ally Kamwe kweli taasisi yake wameiataki, lakini the way yeye alipokuja kuliwasilisha kwenye jamii, ameenda direct kumtaja kiongozi. Steven amegoma kukubali ya kwamba mkuu wa mkoa Mheshimiwa Paulo Chacha ana makosa. Mwenye makosa ni Ally Kamwe. Huyo ni Steven Mapunda. Mimi ni Florence Renatus ndani ya Data Sports. Muda kama huu mimi nikimaliza pilika zangu kama hivi naenda zangu kucheza pool table. Na mimi siku zote nimekuwa nikikuuliza unatumia pool table ya aina gani? Pool table yako unacheza kwa amani au ndio ile unacheza mnagombana kila nyakati? Basi ukiona hivyo watembelee Tannice, kwa sababu wao ndio mabingwa katika kuuza na kusambaza
pool table bora kwa sasa nchini Tanzania. Unacheza ukiwa na amani na unacheza ukiwa na furaha. Hakuna kuzulumiana hapo katikati. Kila mtu anaenjoy kwa wakati wake. Jina langu ni Florence Renatus, naomba nikutakie wakati mwema. Nyuma ya kamera aliyetufanya tung'are kama hivi ni Mwamba, anaitwa Paco.